Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri. Kama ambavyo unavyojua, timu yetu ya taifa inaelekea mzigoni, na moja kati ya watu ambao watu wengi nimeona wanalalamika kwa nini Mudathir Yahya Bassa kujumuishwa kwenye kikosi hiki. Yawezekana hii taarifa mlikuwa hamna, lakini kwa sababu niko hapa, wacha niwajuzeni ukweli wa kile kinachoendelea behind the scene. Mudathir Yahya Bassa alipata ana injury kubwa ambayo inaweza ikamsababisha akafanywa operation kubwa kutokana na majeraha aliyopata kwenye goti lake. Kama utakumbuka, Mudathir Yahya Bassa alicheza mchezo dhidi ya kikosi cha ilikuwa ni dhidi ya nani yule? Ilikuwa ni dhidi ya FAR Rabat akiwa na injury, akaenda kucheza dhidi ya JS Kabylie akiwa na injury. Na mara baada ya hapo Mudathir Yahya Bassa akakaa chini ya uchunguzi mkali kisha kutafuta alternative ya namna gani wataweza kumponyesha. Na ukisikiliza interview yake baada ya mchezo wake dhidi ya kikosi ya FAR Rabat, alisema kwa sababu yule mnyechi yeye ndo alitoa assist, aliweka wazi kwamba rais wa kikosi ya Young Africans alimwambia mechi kama hizi tunahitaji wachezaji ambao wanaweza kujitoa kwa 100%. Mtu kama wewe tunakutegemea sana kwenye hii mechi. So Mudathir anasema ilibidi ajisacrifice kwa ajili ya kikosi ya Young Africans, juu analipwa fedha nyingi, fedha kubwa. Kwa hiyo akaamua kusema acha nicheze hata kama anasikia maumivu makali. So akacheza double match akiwa kwenye hali ambayo si nzuri sana. So nao navozungumza nanyi ni mchezaji ambaye ana injury. So kinachofuata sasa ni namna ambavyo Young Africans watakavoenda kumfanyia uchunguzi yakinifu na kutafuta alternative sasa ya mchezaji anaponaje. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanauliza ni kwa kiasi gani mchezaji huyu ataenda kuikosa na kwa nini ameachwa, sababu kubwa ni kwamba mchezaji huyu hajaachwa kwa sababu eti hana uwezo, bali ameachwa kwa sababu ya injury alionayo, na ndio ambayo inamsababisha asiende kucheza michuano ya AFCON. Hayo tu kwa sasa. Usahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Asante, bye bye.